Kubwa zaidi, michuano ya kimataifa ambapo timu zote za Tanzania tayari zimeshatolewa katika michuano hiyo. Young Africans siku ya jana rasmi wameaga mashindano. Nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania. Komba, uko vizuri? Mimi niko poa, inakwaje? Safi kabisa, uko sawa sawa? Mimi niko poa ndugu yangu. Hatimaye Young Africans wamerejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara baada ya kuondoka rasmi katika michuano ile ya kimataifa. Wameshindwa kutinga katika hatua ya robo finali. Kwa Young Africans wamekwama wapi? Quality ambayo imeamua ama maandalizi mazuri ndio yamewakwamisha? Young African kwa kipindi hiki naweza nikasema kwamba mtihani ambao ulikuwa umefanywa ni mtihani ambao umejirudia, kwa sababu ukiangalia msimu uliomalizika, msimu wa mwaka 2025 2024, walikuwa wameishia hatua hiyo ya makundi wakikusanya alama 8, na hatimaye katika msimu huu pia wameweza kuishia hatua ya makundi wakiwa wamekusanya alama 8. Kwa maana inamaanisha kwamba katika viwango vya ufanisi walikuwa wameweza kukusanya 44.4, na ukiangalia safari pia nayo viwango vya ufanisi wamekusanya 44.4. Kwa hiyo waliyofanya mwaka jana wameyafanya na mwaka huu. Na kwa mujibu wa tafiti kwamba ukifanya jambo moja kwa staili ile ile tegemea kupata matokeo yale yale, na ndicho ambacho Young African wamekifanya kwa kipindi hiki. Kwa hiyo kwa kuangalia ni kitu gani ambacho kimeweza kuwafelisha kuto kutinga kwenda hatua ya robo finali, sababu zinakuwa ni nyingi zaidi, lakini kikubwa ni kila mmoja anaweza kukubaliana na mimi kwamba walikuwa kwenye kundi lenye changamoto kubwa, na mimi nilikuwa mchambuzi wa kwanza kusema kwamba Yanga wapo kwenye kundi gumu ila wapo kwenye kundi lenye changamoto. Na ni ukweli ni huo kwamba alikuwa Yanga peke yake ambaye anatoka katika ukanda wa Afrika Mashariki akiwa anapambana dhidi ya timu zinatoka Afrika Kaskazini. Sote tunajua changamoto ambazo zinazokutana na timu za Kaskazini. Ukiangalia katika mechi moja ambazo ameweza kucheza, ameweza kukota alama 6 kutoka timu za Kaskazini na alama 1 pia kutoka katika timu ambayo ni bingwa mtaraji katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo kwa upande mmoja, upande mwingine unaweza kusema kwamba wamefanya the best, lakini haikutosha effort yao kuweza kuwafanya waweze kutinga hatua inayofuata. Lakini kwa kile ambacho wamekifanya, waliweza kupambana kweli kweli katika ardhi ya nyumbani, hawajawahi kupoteza, wamekusanya alama 7. Kwa hiyo ukiangalia ni kinyume kabisa na misimu iliyomalizika. Ukiangalia msimu ule ambao wanaishia hatua ya makundi wanapata alama 8, wanashindwa kupata goli moja kwa MC Alger, walisha kupoteza alama 3 wakiwa hapa Dar es Salaam Benjamin Mkapa. Walifungwa na Al Hilal Omdurman magoli 2-0. Lakini safari tunaona katika uwanja wa nyumbani wameweza kukusanya alama 7. Ukiangalia katika viwango vya ufanisi inamaanisha kwamba wamefika katika 70% za kuweza kupambania wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo mahesabu tu yameweza kukataa, au calculator ambao waliambia bwana hii mtatumia calculator iweze kuwavusha. Sasa calculator imefika eneo la mwisho ikaweza kustaki na kuto kusoma namba. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio imeweza kuwafilisha. Baada ya timu zote kutolewa, hivi sasa story kubwa ni kuelekea katika mchezo tarehe 1 ambapo ni dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya mnyama Simba. Inasemekana Young Africans mchezo wao wameupeleka kule visiwani Zanzibar. Kwa namna ambavyo mazingira ya kule Zanzibar na ya huku bara, unaenda kuwa ni mchezo namna gani? Katika miaka hivi karibuni tumeona Young Africans wakifanya vizuri dhidi ya Simba. Of course mchezo utaendelea kuwa mzuri na mchezo utaendelea kuwa mgumu. Ingawaje kwamba Yanga ameweza kupata ushindi mara 6 mfululizo mbele ya Simba, lakini tunakubaliana kabisa kuna baadhi ya mechi amekuwa akipata wakati mgumu zaidi kwenye kupata matokeo. Ukirejea mechi ya mwisho ambaye anapata ushindi wa goli 1-0 katika michuano ya ngao ya jamii, haikuwa rahisi kwa Young Africa kuweza kupata matokeo. Tunaona Simba aliweza kutawala mchezo kwa asilimia kubwa, na kama angekuwa yuko accurate angeweza kupata nafasi na kuweza kupata matokeo mbele ya Young African, lakini Yanga aliondoka na matokeo. Kwa hiyo haiondoi ugumu wa mechi kati ya Young African na Simba Sports Club. Mechi nakubali itakuwa ngumu, lakini ukiangalia kimakaratasi unampa zaidi Young African nafasi ya kuweza kufanya vyema. Kwa nini? Kwa sababu kikosi ambacho kimefanya vyema katika misimu yote hii minne, asilimia kubwa wa wachezaji bado wapo ndani ya Young African. Wale ambao wameweza kushinda mara nyingi zaidi wakikutana na Simba, wachezaji wao asilimia kubwa bado wapo ndani ya kikosi. Kwa hiyo ukiangalia upande wa Simba kuna kuyumba kwingi. Unazungumzia Simba ambayo ilikuwa na Robertinho mzee wa Objective, unazungumzia Simba ilikuwa na Benshika, unazungumzia Simba ilikuwa na Fadu Davis, unazungumzia Simba ilikuwa na Dimitar Pantev. Lakini ukija kuiangalia upande wa Young African unazungumzia Simba ambayo imeanza
Imeanza na Miguel Gamondi, imekuja Mirudi, Lamovic, na mpaka sasa wanakwenda kwa Goncalves baada ya kuchukua nafasi ya Romain Folz. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba upande wa Young African mbali ya mabadiliko wamefanyia kwenye benchi la ufundi, lakini katika eneo la pichi ni wachezaji asilimia kubwa bado wapo kwenye kikosi. Kwa hiyo unaipa nafasi Yanga kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa tarehe 1 mwezi Machi. Ukiwatazama kikosi cha Simba hivi sasa, kuna maingizo mapya ambao ukiwasikiliza mashabiki wa Simba wana matumaini nayo. Of course yes, tunakubaliana kwamba maingizo mapya yameweza kuleta kitu cha tofauti. Lakini unapokuja kuzungumzia mechi ya dabi dhidi ya Yanga ambaye ameimarika zaidi, naye pia kwenye dirisha dogo ameingiza maingizo mapya ambayo pia ameanza kuclick. Tunaona ameingia Alan Okello, amecheza mechi chache tayari ameshatoa assist ya goli, ameingia Lolindo Depu, ameweza kufunga magoli 3 kwenye NBC, amefunga magoli 2 kimataifa, ana goli 5 katika mechi ambazo amezicheza. Ukiangalia viwango vya ufanisi unampa 100% kwa sababu amecheza mechi 5 na ameweza kufunga magoli 5. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa Young African unaona kuna upinzani ambao wanaweza kuutengeneza. Lakini pia ukiangalia upande wa Simba maingizo mapya hapo, lakini unaangalia maeneo ambayo wameweza kuongeza ufanisi ni maeneo yapi. Ukiangalia maeneo ya katikati yale ambao wanatumia, ukimwangalia Maodo Kante ni mchezaji ambaye alianza toka msimu umeanza. Ukimwangalia Mohamed Nabi mchezo ambao ulikuwa umeanza toka msimu unaanza alikuwepo. Ukimwangalia Yusuf Kagoma anaenda msimu mwingine sasa. Lakini ukiangalia upande wa Young African wameingiza maingizo mapya, mtu kama Mohamed Damaro ameingia na amekliki kwenye kikosi moja kwa moja. Lolindo Depo amekliki moja kwa moja. Alan Okello amekliki moja kwa moja. Ukiangalia pia yao Wataola Kwasi amerudi na sasa hivi anaanza kupewa nafasi ya kuanza kucheza dakika chache kwenye kiwanja, lakini ukimwangalia yuko timamu. Ukimwangalia Clement Mzize naye pia ameanza kupewa nafasi ya kucheza, ameanza kufanya mazoezi na wenzake. Kwa hiyo still kwenye makaratasi nabaki kuiona Yanga ikiwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya vizuri mbele ya Simba Sports Club, lakini haiondoi ugumu wa mechi kati ya Simba na Yanga, haiondoi. Saikolojia ya wachezaji wa Simba kwa hivi sasa unaionaje? Bado iko 50-50 kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji tayari wanaanza kupewa shutuma na kuna wachezaji wengine wanaanza kupewa sifa ambazo unaanza kuona kwamba sifa hizi wanastahili kuweza kupewa. Kwa mfano kama Ura unaanza kuona kwamba huyu sifa yake anayopewa inaendana na uhalisia. Kwa hiyo waacha aje kucheza katika mechi yenye intensity kubwa, tuanze kuona matokeo ambayo anaweza kuyapata na pia anaweza kuhimili pressure, kwa sababu wamecheza dhidi ya timu ambazo hazina tension kubwa, hazina intensity kubwa na wameweza kutoa kile ambacho wameweza kukitoa. Je, unapokuja kucheza na Yanga ambaye ameshapoteza kimataifa, ameshapoteza kila kitu kimataifa, sasa hivi anarudi kwenye ligi ya ndani. Jambo la kwanza ni kutetea ubingwa wa NBC. Je, ana la kupoteza? Maana kwamba Yanga ataingia kila mechi akiwa anaingia bila kufikiri kwamba anaenda kuonana na Al Ahly, anaenda kukutana na Pyramid. Yeye anafikiria kwamba nikitoka Simba naenda na Azam, nikitoka Azam naenda na KMC naenda na Namungo. Kwa hiyo unampa Yanga nafasi zaidi kulingana na majukumu ambayo alikuwa nayo ya ndani zaidi, na kikosi uimara wake ulivyo, mimi naona Yanga ana nafasi kubwa zaidi. Tumalizia na hili, unaona magoli mangapi katika dabi hii? Of course magoli yatakuwa machache, sioni magoli yakizidi magoli 3 jumla ya mechi nzima. Yani inawezekana ikawa GG, both team to score, wale wakamiliwa naelewa, au inawezekana mmoja akaweza kupata magoli, lakini ukiweka magoli chini ya 3 kushuka chini inatoa fresh. Shukrani sana. Shukrani jazila.